Ima ni kwamba kila mwaka inapofika tarehe 7 ya mwezi wa 4 huwa tunaadhimisha siku ya afya duniani, ambayo lengo lake maalum siku hii ni kuweza kujadiliana uzoefu ambao umefanyika katika sekta yetu, katika taasisi mbalimbali. Kwa kushirikiana na wadau tunaweza kuonyesha mafanikio na tunaonyesha changamoto ambazo zimetokana kwa kipindi hicho, lakini pia katika kipindi hicho kuna malengo maalum ambao huwa yanawekwa, ambayo tunayasimamia kwa kushirikiana na wadau mbalimbali katika sekta hii. Hasa kipindi hicho tunatumia kuweza kutoa taarifa za takwimu za kwamba tumefikia wapi katika mapambano ya mambo mbalimbali ambayo tunakuwa tumeyaweka. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuweka uzito katika jambo hili, kwa sababu inakuwa ni siku moja tu ya tarehe 7, serikali kupitia Wizara ya Afya tukaona ni vyema tuweze kufanya tukio hili kwa wiki nzima na kuadhimisha kwenye ile siku ambayo ni ya kilele, ambayo ni tarehe 7. Tukio hili lilikuwa tumeshaanza kuadhimisha, kutulizinduliwa, ambapo linaambatana na kuonyesha mambo mbalimbali yakiwemo huduma mbalimbali kama ambavyo umepita katika mabanda yale. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na kauli mbiu ya mwaka huu ambayo imewekwa katika kuadhimisha siku hii ya afya duniani, kauli mbiu ni tulipotoka, tulipo na tunapoelekea. Kwa kupitia kauli mbiu hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeonyesha mambo mbalimbali tulipotoka na ambapo tupo na wapi tunaelekea. Mafanikio haya na imani katika waongeaji watakaofuatia watazungumza mengi, lakini kwa uchache, Mheshimiwa mgeni rasmi, miaka ya huko nyuma tulikuwa huwezi kuipata CT scan katika hospitali za mikoa. Sasa hivi hospitali za mikoa tunaipata CT scan, tunapata pia digital x-rays katika vituo vya afya. Hili jambo halikuwepo. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya kwanza tulipozindua tulifanya kongamano la kisayansi. Kongamano lile watu walipata fursa, watafiti mbalimbali hasa kupitia taasisi yetu ya research ambayo ni NIMRI, waliweza kuonyesha mambo mbalimbali ambayo yametokea lakini yaliwezeshwa na research. Mfano, tuliweza kuona matumizi ya dawa zinazotibu ugonjwa wa malaria kutoka chloroquine mpaka tukaenda ile SP mpaka sasa hivi tuko kwenye ACT combination. Haya yote Mheshimiwa mgeni rasmi yameelezewa tulikotoka, tulipo na wapi tunapoelekea. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, na ndio maana unaona hata katika mabanda uliopita tumeweza kufanya hivyo. Tumetoa fursa katika kipindi kizima wananchi kuweza kupima afya yao na kupata elimu ya magonjwa mbalimbali. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, nimalizie kwa kusema kwa haya wananchi waliopata elimu itolewa na iliyotolewa, tuna imani ya kwamba hata baada ya hapo wanapotoka watazingatia yale ambao wamepata ushauri, hatimaye kuweza kujikinga na magonjwa mbalimbali.